ulikuwa unazungumza Evans kuhusu mipango ambayo Stars inapaswa kuweka, lakini pia shirikisho la soka hapa nchini Tanzania TFF kuelekea AFCON 2027. Naamini nilikuwa nimeishia kwenye issue ya wachezaji. Yaani ni watu ambao tunatakiwa kuangalia replacement za baadhi ya wachezaji tu. Yaani hapa tunazungumza mtu kama Popa hawezi kukupa hiyo energy. Msuva hawezi kukupa hiyo energy tena. Tunazungumza mtu kama Kapombe, Zimbwe, nani wanakuwa ni backup yao. Tumeona kile ambacho wamekifanya kwenye mashindano haya, wametoa kila walichonacho. Naamini tunahitaji kupata watu wengine ambao wanaweza kutupa zaidi ya hiki, kwa sababu ni mashindano ambayo kwangu mimi ndio mashindano nitakayowadai Stars. Yaani ndio mashindano nitakayowadai Stars, kwa sababu tumepata nafasi ya kujifunza kupitia watu wengine kwenye issue ya maandalizi ya mashindano yenyewe. Tunazungumza kwenye namna ya kumanage baadhi ya michezo, tunachezaje, namna gani tunaweza kupata matokeo. Vitu vingi naamini tumejifunza huko kwenye mashindano yanayofanyika hapa. Naamini kuna vitu vingi vikubwa tumeviona, wapi tulikuwa tunakosea na ipi itakuwa sisi ndio itakuwa njia sisi kutoboa na kuendelea kwenye mashindano. Na kitu kizuri ni sisi tunakuwa wenyeji wa mashindano. Yaani kuna ile tunasema mchezo wa kwao hutunzwa. Haiwezi kuwa kwenye 100%, lakini kuna namna ukiwa mwenyeji wa mashindano kuna hiyo faida unaipata. Kabisa. Ukiwa mwenyeji wa mashindano kuna faida tu unaipata. Inaweza isiwe ya moja kwa moja, lakini ipo. Kwa hiyo naamini ni nyakati ambayo unatakiwa kuonyesha kwamba hiyo faida ikiwepo unaweza kuitumia, kwa sababu kuna nyakati unaweza kuwa unapewa hiyo faida. Tunaona hata kwenye michezo unapewa advantage, lakini unashindwa kutumia advantage ambayo umepewa. Kwa hiyo inatakiwa uonyeshe kweli unaweza kutumia advantage utakayokuwa nao ya wewe kwa nyumbani, wengi wa mashabiki utakao kuwa nao, wewe unaweza kuutumia vipi. Kwa hiyo ni nyakati ambazo naamini tuna vitu vingi vya kwenda kuboresha kwenye haya ambayo tumetoka kuyaona. Unajua tunazungumza tumequalify hatua ya 16 bora, lakini ni kwa alama 2 hapa. Yaani ikitokea kwenye nyakati zingine kanuni hazituruhusu kwenda kama ambavyo ilikuwa 2023 tulikuwa na alama 2, lakini hatukufanikiwa kwenda, ni kwa sababu alama hazitoshi sisi kwenda huko. Inabidi tuongeze kiwango cha sisi kupata alama. Ni moja kati ya kitu ambacho ili tuende vizuri kwenye hatua zinazofuata inabidi tuwe na alama nyingi, tupite bila mashaka. Yaani nazungumza wanaoenda 16 sisi hatuanzi kuangalia matokeo ya mtu mwingine, sijui tuanze kufungua vitabu vya kanuni. Simple tuko pale. Unajua hata unaenda kucheza naye mwenyewe unajua yes, hapa naenda kucheza na watu ambao watanipa kweli tough game, kwa sababu kama wameweza kupata matokeo kwenye kundi lake, haijalishi unacheza na nani. Na ukiangalia kundi ambalo sisi tulikuwa kuna Morocco, Tunisia, Nigeria na Uganda. Yaani unawaza mtu anayekuja kucheza na Uganda anajua kabisa hii ni sehemu ya mimi kupata alama. Lakini Uganda angekuwa amemfunga Morocco, sio amemfunga Nigeria, amemfunga nani, anayekuja kucheza naye pia discipline na kuwa kubwa. Kama mtu ameweza kushinda dhidi ya Morocco, dhidi ya Nigeria, hata mimi natakiwa kujiangalia nini natakiwa kufanya dhidi yake. Kwa mimi naamini inawezekana 2027 tukawa na timu nzuri kama kuanzia kwenye bench la ufundi tutakuwa na watu sahihi. Lakini replacement Ashrafu ya wachezaji najaribu kufikiria, na nyinyi mtuambie wakina Mabula hawa ambao tunawaona kuna mazingira wametoka. Wenzao wengine hatuwaoni waliotoka nao. Yaani wameibuka, wamepambana hapo chini sehemu wameenda, leo tunawaona. Kufuatilia mtiririko wa under 17, under 20, tuwaone wanavyokwenda kwenye national team kwetu. Kwamba kufika 2027 Kapombe anaweza sirudi. Sio? Samata anaweza sirudi. Msuva anaweza sirudi. Nchi pengine bado tuna changamoto ya goalkeeping pale. Tunahitaji kuwapata vijana zaidi. Tunafanyaje kwa miaka hii miwili kuijaza ile Taifa Stars, lakini sio kuijaza tu kuwa na wachezaji walioijaza, tuwe na wachezaji ambao wako na uwezo wa kwenda kushindana kwenye AFCON ya hapa nyumbani. Kwanza vilabu pia vinatakiwa kuplay part kubwa sana Juma, kuhakikisha kwamba tunalisaidia ile ambalo umekuwa ukilizungumza. Umetaja wachezaji kama alivyokuwa kina Mabula, Morris Abraham, hiyo ndio ilikuwa under 17 ya 2019 huko kama 2019, sawa? Lakini kulikuwa na wachezaji wengi sana ambao walifanya vizuri. Sawa? Hii under 17 ya kina Jobu, kina Pascal Msindo, baadaye wote hao, si ndio? Kuna kuaga na kundi la wachezaji wengi ambao wanakuwa wanafanya vizuri, lakini ndio wachache ndio ambao wana penetrate mpaka sasa hivi tunaona kwenye game. Si ndio? Kwa hiyo inawezekana tunakuwa na wachezaji wengi sana wazuri. Changamoto baada ya kuisha ile michuano ile, wanaenda wapi?
wapi wanaaminiwa na kupata hiyo platform, kwa sababu hao tunaoona ni wachache katika wengi Juma. Kuna talent nyingi sana ambazo zipo huko down, baada ya michuano wanakosa timu. Kwa hiyo kwa nini nimekuambia kwamba vilabu navyo vina mchango mkubwa kuhakikisha kwamba wanalinda wachezaji. Unajua hizi timu za taifa wanaita wachezaji kwa tournament, si ndio? Okay, tumemaliza tournament yetu, unafikiri wanaenda wapi wa Juma? Wanatakiwa waende kwenye vilabu mbalimbali wakacheze huko, wapate game time ya kutosha, ndio baadaye tuone potential yao, tuwaite kwenye national team. Leo hii Mabula kama singepata timu huko alipokuepo baada ya kumaliza tu akawa kama watu wengine, tungemwona wapi? Manaki ile energy ambayo tunaiona sasa hivi pale uwanjani tusingeipata kwake. Kwa hiyo waaminiwe vijana. Hao vijana ambao wana graduate huko kwenye under 17, under 20 wanatakiwa kupata nafasi ya kuaminiwa. Na hii kazi itakiwa ifanywe na vilabu. Ndio maana nikakwambia kwa sababu TFF hawana hawamiliki wachezaji. Definitely. Kwa hiyo ndio maana nikakwambia kwamba wanatakiwa tuwaamini vijana kwa maslahi mapana ya taifa letu. Kwa sababu kuna wachezaji wengi Juma unawaangalia ni wa nje pia wanasajiliwa kuja hapa kwenye ligi yetu. Wanazidiwa uwezo hata na wachezaji wetu wa ndani. Lakini kwa sababu ni wachezaji wa nje wanapewa hiyo trust kubwa kwa sababu wametoka nje. Kwa hiyo inawezekana Juma tukawa na mfumo ambao utatufanya tuwaamini zaidi hawa vijana wetu. Leo unaona kina Mzizi kwa sababu aliaminiwa. Unaona kina Mabula kwa sababu wameaminiwa. Kwa hiyo kitu kikubwa ni kwamba sisi tunatakiwa tuwaamini hawa vijana, wapate game time ya kutosha hata pale ambapo tutawahitaji kwenye national team. Tuwaone leo hii Pascal Msindo anacheza. Sawa? Na huyu ndio namtarajia kwamba kwenye AFCON inayokuja akupe energy, kwa sababu Shabalala kashatumika sana vya kutosha. Anaweza akaanza lakini hawezi kugarantii kwamba anaweza akakupa dakika 90 kwa ile energy, tofauti na Pascal Msindo au alivyokuwa Lusajo Mwekenda, si ndio? Lakini Lusajo Mwekenda pamoja na Msindo walitoka kwenye under 17 na then wakaaminiwa pale Azam. Sasa hivi ni moja kati ya wachezaji bora. Kwa hiyo nini cha kufanya Juma? Vijana wanatakiwa kuaminiwa kwenye hivi vilabu. Yani no way out Juma. Hilo ni la muhimu sana. Yani hakuna namna. Kama ni ngumu pia wachache sana Juma wana penetrate kwenda huko nje. Ndio hawa kina Morris Abraham. Unajua Morris Abraham alitoka hapa kaenda nje baadaye akarudi tena, si ndio? Hawa kina Mabula walibahatika baada ya kutoa huko, na hiyo wakati mwingine inategemeana na watu ambao walioko nyuma yako. Wanakupambania vipi kukutafutia hizo connections za kwenda huko. Kwa hiyo kwa hao ambao wanabaki hapa nyumbani na tunaamini kwamba wana talent, wanaenda wapi? Sijui unanielewa Juma. Kwa hiyo hawa wanatakiwa wapate nafasi kwenye hivi vilabu vyetu ambavyo wao ukienda ukiangalia ukifuatilia kwenye hivi vilabu vyetu vikubwa, wao wenyewe wanaamini leo tuamini kesho Juma. Unaelewa? Yaani mtu amefanya investment kwenye klabu yake, anawaza kupata kombe leo. Ndio maana unaona anaenda kusajili wachezaji wengi kutoka nje ambao wenye ubora. Ukianza kumwambia hivi kwamba bwana unatakiwa umpe nafasi huyu hapa, kwa miaka miwili atakuwa mchezaji mkubwa kwenye timu yako, ni ngumu. Na ndio maana unaona Azam wanafanikiwa sana kwenye kugumu hao wachezaji kuliko timu zingine, kwa sababu inaonekana wao wana subira katika hilo. Sijui unanielewa Juma? Yaani inaonekana wao wana subira. Leo mimi nitakuuliza, ukienda Simba pale unahitaji wachezaji wawili ambao wao wenyewe waliwatoa B wakawa groom mpaka sasa hivi ni potential na wana mchango mkubwa kwenye timu. Unaweza kunitajia? Uweze kuwapata wale. Ukienda Yanga pale upati kabisa. Upati kwa sababu gani? Wao wenyewe wanaamini leo, hawaamini katika kesho. Sasa kwenye football Juma, lazima uwe na mipango ya muda mrefu. Tulikuwa tunazungumza hapa kuhusiana na Morocco. Nenda kaangalia kikosi cha kilichoshiriki michuano ya CHAN. Si ndio? Nenda ni vijana ambao wanaandaliwa. Si ndio? Kwa baadaye 2027 utawaona. Sijui unanielewa? Wakati wakina Mazraoui sasa wanaanza kuchoka hapo wanaingia. Yes, kwa sababu gani Juma? Angalia hii AFCON Morocco iliyocheza hii. Vijana ambao walicheza CHAN wakatoa ubingwa. Wengi hawapo kwenye timu. Hawapo, sio wengi. Sijui unanielewa? Na wamefanya mfungaji bora. Na uliona walikuwa wanafanya kazi nzuri kule. Si ndio? Na iliyochukua Arab Cup ni timu nyingine na kocha mwingine. Yes, unafikiri wamewadampo? No. Wanajua wanazidi kuwa gumu ili AFCON 2027 ndio unawaona hao watu Juma. Na kitu kingine Ashrafu, unajua mabingwa pia wa kombe la dunia chini ya miaka 23 ni Morocco. Unanielewa? Kwa hiyo unawaza kama wana watoto chini ya miaka 23 mpaka 2027. Jana juzi nimeingia kwenye live score, nimeona si mkusanyiko naona ni Morocco, si wanawafunga watu gani huko nchi nyingine. Nikasema hao Morocco wana timu nyingi. Yes, yani wana na kule mtaani sorry pia nilikuwa nikipita Sara mtaani. Watoto watu wako serious kwenye soka la hao watoto. Yaani watoto wanacheza mpira. Juma, unajua football inaanzia chini. Asikudanganye mtu Juma. Hii tunakuja kuzungumza kwamba skills, basics zinatoka huku chini Juma. Yaani wewe ukitaka kuamini, wewe ulivyo hapo na tukimchukua mtoto wa miaka miwili
wote tukawapeleka Uarabuni huko kulikokuwa Morocco. Yeye inakuwa rahisi kuadapt ile lugha kuliko wewe Juma. Utapata shida kwa sababu una Kiswahili sana. Unaelewa? Lakini yeye ataadapt. Kwa hiyo football inaanzia chini. Tunaanza kuitengeneza future tukiwa huku chini. Kwa hiyo kama tumekosa misingi sahihi na vijana waaminiki, Juma, ulimuona yule Pepino? Pepino ni mchezaji mzuri, si ndio? Na alikuwa anacheza ana experience. Umeona baada ya kupata nafasi kwenye michuano ya Chani, aliingia dakika chache, pressure ni kubwa kucheza kwenye ile michuano, akashindwa kuperform. Yule alipaswa hata safari pia awepo aende tu na timu hata kama hatocheza. Sasa kama mlimuona na kiwasha, Anzeni akaenda kwenye Chani tu, michuano ambayo inahusisha wachezaji wanaocheza ndani. Alicheza under pressure, si ndio? Hiyo AFCON unampeleka kwenye ule uwanja kama ule aicheze, unafikiri atakupa kilichokuwa bora? Ataogopa. Kwa hiyo kwa nini? Ndio maana kuna siku nilikuwa naambia hapa, nilikuwa naambia kina Sala, alikuwa ananiambia swali, ananiuliza swali moja kwamba kwani akina Lamine Yamal wanapata wapi experience vijana wadogo ukiwapanga kwenye mechi kubwa? Nikamwambia no, Lamine Yamal yule anakuwa kwenye makuzi ya mpira ya Barcelona. Yani anaona timu kubwa ya Barcelona ikija kucheza na Real Madrid, anaona yuko pale, ile feeling anafanyaje? Anaipata. Kwa siku kimwamini Juma huyu mtu kucheza alishaadapti, ili sisi tuwe na timu nzuri baadaye. Wakati mwingine tuende na vijana, tuendeni nao bila hata wale kina Ronaldinho kuna wakati walikwenda kwenye kombe la dunia ya 98 huko na hawezi kucheza, yani unaangalia tu atmosphere. Mimi ambaye nilikuwa sichezi, niko Morocco, nikiingia kwenye uwanja wa Moulay Abdella pale, ghorofa 5, wachezaji na waona kwa mbali, nasema hapa ningekuwa mimi ndo nacheza, siwezi kucheza. Unaelewa ile atmosphere kwa wale vijana wanapoenda, wanaona nasema hii ndio AFCON 2027 anacheza na Morocco. Okay, mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Tulikuwa na changamoto ya viungo wengi kucheza under pressure. Na mimi nimekuwa nikizungumza mara nyingi, huwezi kuwa kiungo na huwezi kucheza under pressure Juma. Sawa Lakini uliona kwenye eneo la midfield kulikuwa na Novatus Dismas na Mabula. Wale jamaa walikuwa wana uwezo wa kucheza under pressure. Wanapishana na kiungo yote. Unajua kwa nini? Wanacheza ligi za nje kaka, ambako intensity ni kubwa na hiyo pressure kila siku wanaimeza huko. Kwa leo ukimweka pale acheze zidi ya Iwobi Ndidi, anaona kawaida tu. Unanielewa? Yani wote ni wachezaji tofauti tu, kwamba huyu anacheza Galatasaray, huyu anacheza sijui Alanyaspo, yani huyu anacheza Atalanta, lakini wote ni wachezaji na mimi natakiwa kutoa kile kilichokuwa bora. Lakini Juma, tunaona hata huku kwetu huko, umeziona zile timu za championship zile daraja la kwanza zile zikija kucheza na timu kama ilivyokuwa Simba, umeona mafuriko yanayotokea. Sababu wakati mwingine mtu aje kumuona Mpanza, aje kumuona Pacome, ndo anamuona anapishana naye. Unaona, kwa hiyo kuna ile hali ya kushangaa. It is like mimi leo aje Rio Ferdinand akae pembeni yangu hapa, tuanze kuchambua nani badala ya kuchambua. Yani utakuwa unachambua, kuna muda unamwangalia ile kweli huyu yuko hapa, sijui unaelewa. Hiyo ni kibinadamu. Lakini kama hawa vijana walikuwa wanapata hii misingi, yani wanaona una adapt, unachukulia ni vitu vya kawaida. Mfano sahihi ambao huko hapa Juma, I'm sure tuko hapa wote. Siku ya kwanza kuwashia mic na leo ni vitu vile tofauti. Sijui unaelewa. Mimi for the first time Juma, nilikuwa siwezi kuongea nikiwa nimevaa mic. Yani najisikia alafu naongea nachanganikiwa. Hii inakuaje? Sijui yani mimi najisikia huku alafu una focus. Kwa hiyo nijisikilize au niendelee kuongea? Jisikilize alafu utajua unajisikiliza. Crown Media. Hapa ni nyumbani.